Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni Paulo Bendela, askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo Tanzania. Nachukua nafasi hii kukukaribisha katika kipindi cha neno la Mungu ambacho sasa kitafanyika kuwa baraka katika maisha yako ndani ya dakika chache zinazokuja. Ebu acha Mungu akubariki katika usikivu wako. Tushirikiane mimi na wewe kupata baraka hizi za mkate wa kiroho kutoka katika nyumba ya Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Yohana sura ya 10 mstari wa 9. Asoma, mimi ndimi mlango. Yesu anasema watu wasiwatishe. Mimi ndimi mlango. Wakikufungia mlango hao, Yesu ni mlango. Akifungua hapana awezaye kufunga. Mnanielewa anachosema? Anasema mimi ndimi mlango. Hakuwa anazungumza hadithi, alikuwa anazungumza kitu kilichopo, uhalisia. Anafahamu watoto wake wanapitia nini katika kujitafutia riziki ya maisha. Wanazibiwa mapito. Mwingine amekaa hapa miaka nenda miaka rudi hajapata mtoto. Mwingine anafanya biashara mambo yana hayaendi. Mwingine anafanya hiki anakutana vipingamizi, anakimbia nchi. Lakini Yesu anasema watoto wake, anawaambia nisikilizeni, mimi ndimi mlango. Mimi ndimi mlango. Wachawi wakutishe kwa neno lolote, Yesu ndiye mlango. Hakuna atakayeziba, hakuna atakayezuia nafasi au fursa ya kwako, kwa sababu aliyekuumba akifungua. Siku moja Yesu aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba kama mimi nikifungua hakuna awezaye kufunga. Akifungua Mungu, hakuna binadamu awezaye kufunga. Binadamu hata kama angefunga riziki yako akaziba, kama Mungu amefungua, utakwenda na watu watakuona, utatoboa. Utatoboa tu. Mwambie jirani yako, Yesu ndiye mlango. Sawa sawa. Kuna watu wametutisha huko duniani, utaniona. Utaniona. Yaani anakuambia kabisa utaniona kama utaishi hapa Dar es Salaam. Yesu ndiye mlango. Tutaona kama utaolewa. Acha hizo bwana. Aliyemleta duniani ni Mungu. Yeye ndiye mlango. Tutaona kama wewe utajenga. Tutaona nimekuacha. Tuone kama utafika mbali. Mlango haujafungwa, mtu asikutishe. Sitakusaidia. Nimejitoa nione kama utafika mbali. Utamshangaa yuko Marekani. Utamshangaa yuko Ikulu anakula na watu wakuu. Maandiko yameandikwa hivi, Mungu humuinua mnyonge na kumketisha pamoja na wakuu. Uzao wako ni lazima upande, watu wakatae, wasikatae, utapanda. Maneno yanaumba. Siwezi kuzungumza hiki wakati hakuna mtu aliyopitia mapito magumu. Ya lazima yakufanye ubadilike katika maisha yako. Maneno yanaumba. Matatizo tunayokutana nayo ni maneno. Watu wametutamkia maneno mabaya. Unashangaa mtoto anaugua kila wakati. Unashangaa migogoro haiishi. Unajitahidi kufanya hivi, mambo hayawi vile unavyotaka. Mara maajali kutaka kukuziba usifanikiwe kumwabudu Mungu wako. Yesu ni mlango, na kutangazia. Yesu ni mlango, atakutetea. Atakuongoza, atakushika kwa mkono wake. Atakusafirisha. Yale aliyoyapanga hakuna mtu atakayeyapangua. Yaani alianza moja, itafika namba 100 mpaka kieleweke kwako. Ninaifahamu kazi yangu, lazima nithibitishe uwezo
mamlaka ya yeye aliyetuumba, ya kwamba ana nguvu, ana upendo, ana huruma dhidi yetu. Kwa hiyo kile kilichokuwa kimesimama mbele kuziba mlango wako, leo napita nacho hapa. Yaani whether wewe ulikuwa ni dini gani, leo uko hapa, watu waseme hivi, yeye akisha kumulikia nuru, hakutakuwa na giza itakalomulika, hata kama ni usiku. Hata kama ni usiku utatembea. Usiogope. Mwambie jirani yako usiogope. Yesu ni nuru, atakusaidia. Haleluya. Soma kitabu cha Zaburi sura ya 24 mstari wa 7 na wa 8. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Mwambie jirani yako inua kichwa chako. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Inukeni enyi malango ya milele. Inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari. Bwana mwenye nguvu hodari. Tunazungumzia Bwana mwenye nguvu hodari. Bwana hodari wa vita. Yeye ni Bwana alafu ni hodari wa vita. Inueni vichwa enyi malango. Unajua kwa nini Roho Mtakatifu alinipa nizungumze hichi kitu cha malango? Mtu yeyote anahitaji mtu. Mtu yeyote anahitaji mtu. Kazi yoyote unayotaka ifike mahali unapotaka, unahitaji mtu. Iwe ni biashara, unahitaji mtu wa kukupeleka Uturuki, China na hivi. Unahitaji mtu. Una ujauzito wako, unahitaji daktari kukumonitor. Unajua kuimba vizuri, unahitaji mtu. Sawa, umepata mchumba, mmeshachumbiana, mmekubaliana, mnahitaji watu. Watu huo wanakwama kwa sababu gani? Ukifanya kazi ukaona umefika mahali kazi ile utukufu wa Mungu unakwenda kujidhihirisha, anatokea mtu anaziba, weidha kwa maneno, weidha kwa matendo. Anaziba usipate pa kutokea. Hiyo ni mlango. Unaona kabisa mtu amekuchumbia, imefikia hatua sasa uchumba umeiva, amekaribia kutoa mahali, anaibuka mtu, anaziba, anakuharibia. Unashangaa unampigia mtu simu hapokei, na mlivyokuwa mwanzo sivyo mtakavyokuwa tena. Mtu anakuzibia njia. Soma Kutoka sura 5 mstari wa 2. Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake? Farao ndio anamwambia Musa, Bwana huyo unayemwambia niwape ruksa wana wa Israeli watoke, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake? Hivi unafikiri umekaa hapo ulipo hakuna mtu aliyezuia? Umekaa hapo ulipo hakuna mtu amezuia? Bwana ni nani hata nisikie sauti yake? Bwana ni nani hata huyo shetani amuogope akuache wewe ufanikiwe? Leo nitamuonyesha huyo adui Bwana ni nani dhidi ya mwili wako. Bwana ni mwokozi wetu aliyekufa akamwaga damu yake pale msalabani, akalia akasema, Baba uwasamehe hawa, hawajui walitendalo. Na kweli Bwana akawasamehe. Kuna maneno ukitamkiwa unavuka na haufi. Nataka nimwelezee huyo anekutisha kwenye mwili wako kwamba wewe haufai kuendesha gari, haufai kukaa ofisini. Leo nitamwambia Bwana ni nani juu ya mwili wako. Farao anamwambia Musa, Bwana ni nani hata niwape ruksa wana wa Israeli waende nchi ya Kanaani wakafanikiwe? Leo nataka Mungu akupe mwezi huu na mwezi ujao, Mungu akupe watu ambao ni mlango wako. Ukifanya nao kazi unaona njia imenyooka namna hiyo.
Inua mkono wako juu, sema napokea mlango. Napokea mlango. Hakuna atakaye uziba. Malizia kwa kusema katika jina la Yesu. Imekuwa kwako kama ulivyoamini katika jina la Yesu aliye hai. Ndugu mtazamaji wangu katika Yesu Kristo, nachukua nafasi ya kipekee sana kukushukuru kwa kutoa muda wako wa kunisikiliza na kumsikiliza Roho Mtakatifu alivyokuwa akitubariki mimi na wewe. Karibu sana siku nyingine tena kama siku hii ya leo. Tuendelee kushirikiana mimi na wewe kubarikiwa katika Kristo Yesu. Ninazungumza kutoka katika ofisi ya kanisa letu makao makuu jijini Dar es Salaam, Kimara Bonyokwa. Ndipo kanisa letu kuu lilipo. Lakini kwa kweli napenda kukushirikisha baraka hizi ikikubariki. Makanisa yetu yapo katika mikoa yote na wilaya zote katika nchi yetu ya Tanzania. Mungu akubariki ikikupendeza kututembelea katika makanisa yetu. Kokote utakakokuwa unatamani kupata mafundisho ya kanisa letu, unaweza kuuliza kanisa la Ufunuo. Mahala popote lilipo utapata maelekezo. Lakini hapo chini kwenye skrini yako unaweza kuona namba za simu zikitembea. Unaweza kupiga simu. Ukipiga simu utapewa maelekezo kwa namna ipi unaweza kufika katika kanisa letu la Ufunuo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante sana.